الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Kwa mara nyingine, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zangu, katika darsa iliyopita tulianza kuzungumza kuhusu aina za ilmu, na tukasema lengo letu katika somo hili la aina za ilmu ni kujibu suala madha nataallam, tusome nini? Kwanza lazima tujue kilichopo kipi. Na darsa iliyopita tulianza kuelezea kile kilichokuwa kinafahamika kwa watu wengi katika ukanda wetu huku, elimu ya dunia na elimu ya akhera. Mjadala wetu ulikuwa kwamba mgawanyo huu wa elimu, kwamba kuna elimu ya dunia na kuna elimu ya akhera, sio mgawanyo wa Qur'ani. Hiyo namba moja. Namba mbili, tukasema kwamba Uislamu unaamini kwamba dunia na akhera vyote vinafanya kazi pamoja, na tunatakiwa tuitumie dunia kwa ajili ya kujenga akhera, na ilmu yoyote ambayo ina manufaa na binadamu aitumie kwa ajili ya kuitafutia akhera. Lakini nukta ya tatu, tukaona kwamba wale ulamai wote tuliowataja katika historia ya Kiislamu, na hasa katika kile kipindi cha dhahabu cha Kiislamu, walikuwa wamekusanya elimu zote, hawakutenganisha baina ya elimu ya dunia na elimu ya akhera. Na tukataja mifano ya kina Jabir bin Hayyan Jeba, mfano wa Nasiruddin At-Tusi na wengine, kina Ibn Rushd na Avicenna na wengine, walikusanya baina ya ilmu zote hizi, hawakutenganisha. Lakini kubwa zaidi, tuliona kwamba mitume wa Mwenyezi Mungu mbalimbali walikuwa na fani zaidi ya haya yanayoitwa kuwa ni elimu ya dunia. Ndio tukaona kwa mfano kwa Nabii Yusuf alikuwa na utaalamu wa kuhifadhi hazina na utunzaji wa mali, na hilo amelisema kwamba yeye ni hafidhun alimun. Tumemwona Nabii Nuh alayhi salam alikuwa ni mtaalamu wa kutengeneza majahazi na meli. Tumemwona Nabii Daud alikuwa ni muhunzi na alikuwa ni mtaalamu wa kutengeneza vifaa vya vita, pakiwepo na nguo zile za vita. Lakini mwisho tulimalizia kwa kutaja kwamba zile university za kimataifa za Kiislamu ambazo ndio za kwanza katika historia kwa mujibu wa UNESCO, hazikutenganisha hizi elimu, zilifundisha elimu mbalimbali. Na ndio maana Papa Silvester wa pili alikwenda akasoma na kugraduate katika university hizo, kwa sababu kilichofundishwa pale ni yale mambo yanayohusu maisha ya mwanadamu kwa ujumla. Hapakuwa na mambo ya kutenganisha baina ya elimu inayoitwa ni ya dunia na elimu inayoitwa ni ya akhera. Hapo ndipo ambapo tulikomea katika mazungumzo yetu ya jana. Leo tukiwa katika darsa ya 11 katika mfululizo wa darasa zetu, tunamalizia nukta muhimu katika kuthibitisha hilo. Nukta ya 4 ni kwamba ukiisoma Qur'ani katika aya zake nyingi ambazo mimi na wewe
tunazifahamu aya nyingi, kuacha zile aya za hukumu za sheria, mambo ya janaba, mambo ya hedhi, mambo ya udhu, mambo ya swala, ya zaka, ya hija. Aya zake nyingi ukizisoma Qur'ani, tusikilizane vizuri, ni aya za kisayansi. Ima zinazungumza jiografia au zinazungumza astronomia, mambo ya anga na sayari mbalimbali, au zinazungumza sosiolojia, mambo ya kijamii, au biolojia, au jiografia kwa maana ya uso wa dunia na vile vilivyokuwa. Lakini sayansi imetumika kama ushahidi wa kuwepo Mungu. Yani kila mahala ambapo Mungu anataka kuwathibitishia walimwengu kwamba yeye yupo na yeye ndo kaumba kila kitu, hutumia aya zinazozungumza mambo ya kielimu, ya kisayansi. Maana yake nini? Kwa sababu sayansi, elimu inahusika na akili ya mwanadamu. Kama aya zinakutaka utumie akili, alafu zinakuongoza kwamba chunguza mambo fulani, maana yake ni kwamba ni aya inayokutaka utumie ilmu ili kumfahamu Mungu. Sasa vipi patakuwa na elimu dunia na elimu al-akhirah, wakati yale yanayoitwa kwa ni elimu ya dunia ndiyo yalotumika ndani ya Qur'ani ili kumtambulisha Mungu? Neno aya lina maana nyingi ndani ya Qur'ani. Katika maana inayofahamika na watu wengi, aya ni hizi aya, maneno ya Mungu. Lakini ndani ya Qur'ani neno aya limetumika sana kwa maana ya ishara na alama za kumtambua Mungu. Aya kwa maana ya ishara na alama inayokusindikiza wewe umtambue nani? Mwenyezi Mungu. Ndio utaona aya nyingi sana zimetaja aya alafu zikakuongoza kumfahamu Mungu kupitia mambo ya kielimu. Aya hizi sote tunazifahamu, lakini kabla hatujatoa mifano, Mwenyezi Mungu anawalaumu wanaopita katika aya hizi kisha wakaghafilika wasimuone Mungu katika zile aya. Ile elimu isiwaongoze kumuona Mungu. Kwa hiyo kinachotakiwa wewe Muislamu umuone Mungu kupitia sayansi, na asiyekuwa Muislamu anayeamini sayansi amuone Mungu kupitia sayansi. Mungu anasema ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Kuna ishara ngapi za kumtambua Mungu zilizokuwa mbinguni na ardhini, wanazipita ili hali wanakengeuka, wanaghafilika, hawazioni. Kwa hiyo maana yake nini? Katika kuzingatia mbingu na vyote vilivyomo na namna ambavyo vinafanya kazi, kwa kuzingatia ardhi, namna Mungu alivyoitandika na vyote vilivyomo katika ardhi, kuna Mungu pale lao ukizingatia. Sasa kwa kuzingatia kwako ni kutizama uhusiano wa hivi vitu, namna vilivyoumbwa, maana yake ndio sayansi yenyewe, kisha utamuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hufai kupita katika vitu vile bila kumuona Mungu. Lakini vitu hivi vina majina, ukizingatia mambo ya mbingu na sayari zilizokuwepo ambapo Mungu anakutaka uzingatie, wenzetu wanaita ni astronomia, ndio elimu falaki, sio? Sasa kama astronomy ni mambo ya sayari na mengine, ina maana kwamba basi Mungu anatuongoza katika hilo. Nakumbuka kule wa'allama adama al-asmaa kullaha, hakuna ilmu ambayo utaisoma bila kupewa jina. Kwa hiyo wataita ni astronomy. Ukizungumza kuhusu ardhi, dunia, sayari yetu, na namna Mungu alivyoitandika, namna alivyoweka milima, namna anavyoleta mvua, uhusiano wake na sayari nyingine, na mwezi unaathiri nini katika maisha yetu ya kila siku. Lau kama pangekuwa hakuna jua, maisha yangewezekana? Hayawezekani katika ardhi hii.
Ukivizungumza hivyo unazungumza kwanza jiografia yetu na namna Mungu alivyotufanya. Sasa Mungu anakutaka uvizingatie hivi ili umuone. Kwa lugha ya darasa letu ni kwamba elimu na sayansi inatakiwa itumike katika kumtambua Mungu. Mungu katumia neno aya, ishara, alama za kumtambulisha yeye. Sasa aya hizi jamaa zinahitaji mifano. Kuna ambaye hana aya katika hizo? Hebu kazitazameni katika Qur'an namna zilivyojaa. Mwenyezi Mungu anasema kwa mfano, inna fi khalqis samawati wal ardh, hakika katika kuumbwa mbingu na ardhi, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, na kule kutofautiana usiku na mchana, kwamba unakuja usiku unakuja mchana vinapishana. Mungu anasema la ayatin, ni katika, yani kuna alama, ishara, ayati, alama nyingi, lakini alama hizo liulil albabi, kwa wenye akili. Sasa ukitaka kuziona hizo alama lazima uvisome hivi vitu vinafanyaje kazi, sio mujarrad wa kutizama tu, sio. Kwa hiyo mbingu imekusanya vitu vingi, vingine hatujavijua bado, lakini masha Allah, na Qur'ani inasema kuna samaa dunia, mbingu hii ya karibuni hii, halafu kuna mbingu za mbali ambazo hatuwezi kuziona, mbali na kuwa hata hii ya karibuni kuna sayari hatuwezi kuziona kwa macho mujarrad, ambayo dunia imegundua kwamba zipo na zinafanya kazi. Sasa Mungu anasema katika kuumba mbingu na ardhi na tofauti ya usiku na mchana kuna ishara nyingi za nani? Za kila mwenye akili. Za nini? Za kumtambua Mungu. Ni rahisi kumtambua Mungu kupitia vigezo vya kisayansi kuliko nje ya vigezo vya kisayansi. Kisha Mungu anasema alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban. Anawasifu wale wanaotafakar katika hivyo, katika mbingu na ardhi, wanafikiria kwa umakini. Anawasifu kwa sababu kwa kutafakar katika hivi vitu, kufikiria kwa umakini, kutakupeleka katika tija ya kujua kwamba kuna Mungu. Rabbana ma khalaqta hadha batil. Sasa kila mtu kama wanavyosema yadlu bidalwi, kwa kadri ya maarifa yake anaweza kuchota katika ilmu hiyo ya Qur'an. Ndio ukisoma aya nyingi za Qur'ani zinataja usiku, kwamba usiku umejaliwa na Mungu, umewekwa litaskunu fihi, ili mpate utulivu usiku. Kwa hiyo usiku ni kipindi cha utulivu, na usiku ni wakati wa kupumzika, na usiku una kiza, mchana una mwanga. Na Mungu kaujalia uwe na mwanga kwa sababu ni wakati wa kwenda mbio, mtu akatafuta. Swali la msingi ni kwamba kiza kina uhusiano gani na utulivu? Yani ule utulivu alousifu Mwenyezi Mungu kwamba unapatikana usiku, kile kiza cha usiku kinahusika vipi na utulivu wa mwanadamu? Ajabu ya Mungu ni kwamba katika aya ambayo kuna mambo ya kiastronomia, hapo hapo utakuta na jiografia ipo, utakuta na biolojia ipo, saikolojia wakati mwingine pia ipo. Kwa hivyo kubadilika kwa usiku na mchana lazima ukasome kwamba ni kitu gani kinasababisha, sio? Kumbe dunia inazunguka, ikizunguka inatuletea mchana na usiku. Na Mungu anasema tufikirie katika hilo ili tuweze kumtambua. Hiyo ni ilmu. Lakini wataalamu wanasema kile kiza, manake hata mtu kama ana tatizo la usingizi anashauriwa asilale na taa, yani azime taa pawe na kiza, kwa sababu kiza kinachangia mtu kulala. Kwa maana nyingine kinaleta sakina na utulivu, na usiku umefanywa ni kipindi cha utulivu.
na kile kiza kinasababisha athari fulani za kibiolojia kwa mwanadamu. Yani kuna homoni zinazozaliwa katika mwili wa binadamu kutokana na kiza. Tukisema hormones, tuna maana baadhi ya kemikali zinazozalishwa katika mwili wa mwanadamu, na kawaida hizo kemikali huwa zinatuma ujumbe, zinakwenda kwenye cells, chembe chembe hai, zinatoa ujumbe. Sasa katika ubongo wa mwanadamu kuna department inayohusika na mambo ya usingizi na kulala. Pakiwa na kiza, zile hormones za usingizi zinaitwa melatonin zinazaliwa kwa wingi. Yani manake pakiwa na kiza tu, ule mwili unapata ujumbe, panazaliwa hizo hormones, zinatuma ujumbe katika department inayohusika, alafu mwanadamu anaweza kupata usingizi kwa urahisi. Swali, mchana na usiku na ikhtilafi ya mchana na usiku ni swala la kijiografia, sio? Lakini kuzaliwa kwa hizo hormones katika mwili wa mwanadamu ni swala la kibiolojia, sio? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatufundisha ndani ya kitu kimoja taaluma nyingi. Ndio hapo utakapojua kwamba kumbe hakuna tofauti baina hiyo sayansi inayoitwa hivyo na vile vile hizi ibada zinazoitwa kwamba ni ilmu dunia, na hakuna tofauti baina ya ilmu, zote zinashirikiana. Nadhani tuko pamoja hapo. Sasa mifano wa aya hizo masha Allah zimejaa ndani ya Qur'an. Kasome surati Yasin, kasome katika juzu amma, kasome takriban kila mahala. Samawati wal ardh, ikhtilafu al-layl wan nahar. Na sisi tunazipita kila siku, na Mungu amekemea wale ambao wanapitwa na ishara hizi bila kuzingatia. Tutoe mfano mwingine. Mwenyezi Mungu anasema wa min ayatihi al-lailu wan-nahar, na katika alama za kumjua Mungu kwamba yupo ni usiku na mchana. Swali litakuwa kwamba vipi usiku na mchana vinakufanya umtambue Mungu? Unatakiwa uwe katika ulul albab, utumie akili. Lazima usome usiku unapatikana vipi na mchana unapatikana vipi, na tabia ya usiku na tabia ya mchana lazima uzisome. Washamsu walqamar, jua na mwezi. Haya, jua tumesema hapa kwamba, na ndivyo wanavyosema wataalamu, hivi bila jua kuna maisha duniani? Hakuna. Sio maisha ya mwanadamu tu, hata ya mimea na viumbe hai vyote. Kwa hivyo kulitambua jua vizuri ni kutambua kwamba jua ni chanzo cha maisha na uhai, na Mwenyezi Mungu anakutaka ujue kwamba ni vitu gani tunavipata katika jua vinatufanya sisi tuweze kuishi. Yani nini kinachopatikana kupitia jua kinachosababisha uhai uwepo. Nani anaweza kusema kwamba mwezi hauna kazi? Wataalamu wanatuambia mwezi hata katika masala ya kupwa na kujaa bahari ni kutokana na mwezi. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tunayapata ili tuendelee kuishi maisha mazuri kupitia mwezi. Na hata hilo jua lingekwepo, pakawepo na distance kubwa kuliko hii iliyokuwepo baina ya sisi, masafa baina ya sisi na jua, maisha pia yasingewezekana. Mungu anakutaka utafakari, na hautomaliza kujua yaliyokuwa katika siri ya jua. Sasa Mungu anasema wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar, kisha anasema la tasjudu lishamsi, msione kwamba jua linalokufanya wewe uishi ndio Mungu ukalisujudia, au kwa sababu ni kiumbe kikubwa unakiona ukaona ndio Mungu. Wala lilqamar, wala usisujudie mwezi, lakini wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, msujudie Mwenyezi Mungu ambaye kaviumba. In kuntum iyyahu ta'budun, ikiwa kweli peke yake mnamwabudu, hamshirikishi na hivi viumbe vingine. Na sisi katika aya kama hizi utaiona kama ni aya ya ajabu, lakini Mungu anapokemea hivi ni kwa sababu Warumi, Wagiriki katika historia zao wameabudu jua, wameabudu mwezi,
Na jamii nyingi kwa kutokujua kwamba hivi vinavyotupa uhai vina aliyeumba, wameviabudu. Manake moon na sun ndivyo walivyokuwa Wagiriki na Warumi, sio? Wakaona hivi vya kuabudiwa. Lakini Mungu anatutaka tutafakar, tumuone kupitia hivi. Swali, hiyo ni sayansi sio sayansi? Ni elimu si elimu? Ni elimu. Na watu wamepata tabu sana kujua jua lina mchango gani katika uhai wetu, katika kukua kwa mimea. Usidhani kwamba mvua tu ndio inaosaidia mmea ukue, na jua lazima liwepo. Bila jua mmea unakufa. Wewe chukulia mfano tu katika vitu ambavyo vinatupita kila siku hatuzingatii. Leo hii Mwenyezi Mungu anachokifanya ni kama vile mtu mwenye mimea yake anataka kuimwagilia. Ana mahala fulani, ana bwawa, anakwenda anachota maji kisha anamwagilia mchicha wake, sio? Tizama Mungu anavyofanya katika kuchukua maji ardhini. Yaani katika uso wa dunia tuna maji mengi, sio? Ule mvuke kutokana na jua linapiga katika uso wa dunia, alafu mvuke unapanda, evaporation, unapanda juu, sio? Kisha mvuke ukishapanda kule unakwenda unatanda mpaka unakuwa solid kabisa, alafu kama barafu au tuseme ni barafu. Kisha unafikia wakati wa mvua inashuka. Maana yake ni nini? Mungu kaenda akachota maji akamwagilia, sio? Kwa lugha yetu, yani amechota kupitia mvuke, alafu akatawanya katika uso wa dunia, akatumwagia kila mahala, hata maeneo yenye ukame akapata, maeneo yasiyokuwa na bahari akapata. Lakini katoa wapi? Katoa huku kwetu. Ile mvua inatoka huku. Kisha ikusanya Mungu, kisha anakwenda anamwagilia kila mahala, kisha msimu ukiisha tena anasubiri wakati wa kumwagilia, anakwenda anachota maji, anamwagilia. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anatutaka tuelewe namna anavyoshusha mvua, kwamba ni moja katika alama za kumtambua Mungu. Sasa ukichunguza haya, wewe tia majina yako utakayotia. Sema ni jiografia, astronomia, biolojia, kemia, vyovyote utakavyosema, lakini unachokifanya ni kutambulisha kanuni na kazi za Mungu. Tuko pamoja inshallah. Lakini vile vile tizama katika surati An-Nazi'at. Tumesema hizi aya hakuna haja ya kupiga mifano mingi, zimejaa, kila mmoja anafahamu. Suratu An-Nazi'at, Mungu anasema a antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha, kina chake, fasawaha, akakiweka sawa sawa. Wa aghtasha laylaha wa akhraja dhuhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa la an'amikum. Hizi aya unatakiwa upite tu, usielewe sayansi iliyokuwa pale. Kwa mfano, wal arda ba'da dhalika dahaha, na baada ya hapo Mwenyezi Mungu ardhi akaitandika. Haya, kaitizame ardhi hiyo, si jiografia namna ilivyotandikwa. Unaposoma ardhi ikoje, uso wa dunia ukoje, na una tabia gani, na pakiwa na miunuko pana tabia gani, maeneo ya milima yana tabia gani, sio? Sasa watu wamekwenda mbali mpaka kusoma tabia ya ardhi, ambayo kuna aya za Qur'an zinazoashiria, ambayo hiyo inaitwa jiolojia, matabaka ya ardhi na sifa ya ardhi. Watu sasa hivi hata kilimo wanakwenda kuisoma ardhi ina tabia gani, udongo na tabia gani, sio? Kisha wanasema udongo huu unafaa kilimo fulani, udongo huu jengo likijengwa lazima liwe na vyuma saizi fulani kwa sababu ya tabia yake, sio? Vyote hivi ni elimu ambayo inatakiwa ikusaidie kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ndugu zangu, hizi aya ni nyingi, hatuwezi kuzimaliza hata leo tungesoma Ramadhani yote, na taban ziko katika fildi ambazo hatuzijui. Nani anaweza kusema anafahamu vizuri aya inayosema was-samaa wat-tariq, was-samaa'i wat-tariq, akaelezea at-tariq vizuri? Utaona hadithi mbalimbali, lakini ni mlango uko wazi wa watu kuendelea kusoma, kujua kwa nini Mungu kasema wat-tariq. Wama adraka mat-tariq an-najmu ath-thaqibu, kwa nini ile nyota ikasifiwa kwamba ni ath-thaqibu? Huo ni mlango mpana wa watu kuendelea kusoma, sio?
Siku moja tumewahi kusema hapa, Mwenyezi Mungu anaposema fala uqsimu bimawaqi'in nujumi, kwamba anaapa kwa maeneo makaazi ya nyota. Baadhi ya wataalamu wanasema manake jua ni nyota, sio? Na ni nyota yenye umri mdogo, kijana, haijafikia umri wa utu uzima. Maana nyota zinazaliwa, zinakuwa mpaka zinafikia mahala utu uzima, na panazungumziwa mamilioni ya miaka. Sasa kwa nini iwe ni mawaqi' an-nujumi, sehemu na nafasi ambayo nyota inakaa, najmu inakaa kama vile jua? Mtashangaa wanachokisema wataalamu kwamba mimi na wewe hatujawahi kuona jua. Tumewahi kuona mauqi ya jua tu. Yani kile unachokiona sio jua, ni mahala pa jua, na jua lishaondoka kiasi dakika 8:30 ndio unaweza ukaona. Yani baada ya kuwa lishaondoka kwa dakika 8:30 ndio unaweza ukaona. Kwa hiyo unachokiona lishapita. Yeye tutakuja kufafanua siku moja masala ya kasi ya mwanga na kasi ya sauti. Na inatokeaje kwamba kitu kinakuwa masafa ya mbali vile ukasema umekiona lakini hujakiona? Mwanga wa jua ukipiga kuja kwetu huku unachukua muda gani mpaka uweze kumurika? Ni dakika 8:30 kutokana na masafa. Ndio maana hata radi ikipiga na ule umeme ukiwaka, kinachotangulia kipi? Umeme. Kwa sababu mwendo wa kasi ya mwanga ni kubwa kuliko ya sauti, sio? Kwa hata kama vimetokea wakati mmoja, kitakachofika kwako mwanzo ni kipi? Mwanga kabla ya sauti. Sasa wamekisia kasi ya mwanga na kasi ya sauti. Kwa hiyo kama vimetokea pamoja, sauti itachelewa, lakini mwanga utakuwa umetangulia. Sasa nachotaka kusema, aya zote hizi Mungu anatuhimiza kusoma, kujua, lakini tusikomee kujua tu, tuongoze kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio neno aya limetumika. Nadhani hii ilikuwa ni moja katika hoja za kwamba Uislamu hautenganishi baina ya elimu inayoitwa ya dunia na akhera, kwa sababu zile zinazoitwa ni sayansi, ni elimu ya dunia, ndizo zilizotumika ndani ya Qur'ani kumtambua nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa katika swali letu liloulizwa jana, hukumu ya elimu hizi ni nini? Kwa mfano, lau ukiulizwa wewe kusoma medicine, udaktari, hukumu yake katika sheria ya Kiislamu nini? Kusoma udaktari, ndugu zangu, hukumu yake nini? Na tunajua hukumu za Kiislamu, ima iwe haramu, iwe wajibu, iwe makruhu, iwe zile ahkamu. Hivi tunafahamu kwamba sisi wote tunawajibika kusoma udaktari. Sote tunawajibika katika sheria ya Kiislamu. Lakini wakifanya baadhi, ule wajibu wa wengine unapongoka. Na katika sheria ya Kiislamu inaitwa kwamba ni wajibun kifai. Kwa hivyo kila mmoja katika sisi ni wajibu asome udaktari, lakini kwa kuwa kuna wachache wamesoma kwa niaba yetu, ule wajibu unadondoka kwetu. Ni kama vile maiti, ni wajibu wetu sote tumuoshe. Wakitangulia baadhi wakamuosha, sisi wengine si wajibu. Hiyo inaitwa wajibun kifai. Kwa sababu tiba ni haja ya mwanadamu, ni lazima tusome. Kwa hiyo wakishasoma wachache basi. Hivi leo hii wewe unaionaje elimu iliyomfanya mtu akatengeneza ndege? Inakufaa haikufai? Unaihitajia uhitaji? Maanake wewe unataka kwenda hija, sio? Na ukienda hija unapanda ndege. Kwa hiyo ndege unahitajia, sio? Inakusaidia kufanya ibada. Elimu hii inakuhusu haikuhusu? Inakuhusu. Ikiwa tunahitajia msikiti na tumehimizwa kwa hadithi mbalimbali na aya za Qur'ani tujenge msikiti, haya taaluma ya kujenga tunahitajia, tuhitaji? Tunahitajia. Sasa lazima tuelewe vitu hivi.
na taaluma nyingine nyingi ambazo zinamzunguka mwanadamu. Kwa hivyo utagundua kwamba mimi kujua kuswali, kujua kuoga janaba, mwanamke kujua kuoga hedhi, nifasi, istihadha ni wajibu aini, lazima ajue kila mmoja. Lakini ikifikia katika mambo ya jumla haya kama kusoma udaktari, kusoma uhandisi, kusoma jiografia, hivi ni wajibu kwetu sote, na baadhi wakifanya sisi wengine hatuna ulazima, tutafaidika nao. Ndio pale tunapokuja sasa, hivi daktari kazi yake inaweza ikawa ni ibada, si ibada? Innamal a'malu binniyat. Daktari yule anaweza kufanya udaktari ikawa ni ibada kubwa kuliko wewe uliokaa ukakesha ukaswali, akaenda kufanya upasuaji akaokoa maisha ya mtu. Kwani ukitaka tafsiri ya aya, waman ahyaha fakaannama ahya an-nasa jamia, na mwenye kuhuisha nafsi ni kama vile amehuisha watu wote. Haya, daktari anayekwenda kumpasua mtu ambaye asipopasuliwa atakufa, haingii katika aya hii kwamba ameokoa maisha ya mtu? Madaktari wangapi kila siku wanaokoa maisha ya watu? Kuna ibada kubwa kama hiyo? Na pengine mtu yule ni human capital, ni marji mkubwa, ni alimu mkubwa, akipoteza maisha yake umma unapata hasara. Daktari anakuja, anamtibu, anamsaidia, anarudi hai, anahudumia jamii. Sasa haya macho lazima tuyavae katika kuona masala haya ya elimu, kwamba elimu zote zenye manufaa na mwanadamu ni elimu zinazohimizwa katika dini, bali ni elimu ambazo zinakusaidia kufanya ibada. Tumewahi kusema wakati fulani kwamba moja katika mambo yanayochelewesha maendeleo yetu, kama tutakavyoona mbeleni huko tutakapozungumza aina na taalamu, wapi tusome, tutagundua kwamba msikiti ndio sababu ya kuanzishwa university ya kwanza duniani tulioitaja jana, sio? Yani university ya kwanza kuanzishwa duniani ni kwa sababu ya msikiti. Yule mama Fatima tu bintu Muhammad alijenga msikiti mkubwa na university pembeni, ni kwa sababu msikiti ni chimbuko la elimu. Sasa tukifahamu hivyo, maana yake ni kwamba sasa Waislamu katika misikiti yao walikuwa wanatakiwa watambue kuna vitu gani pale. Yani msikiti sio wa imamu peke yake, ni wa mhandisi, yani ile capacity building ya watu wetu ianzie msikitini. Binaul qudra, ambao tumelimit sisi matumizi ya misikiti sasa hivi. Sasa wanakataa kwamba Darul Hikma ilikuwa ni university kwa sababu ilikuwa katika msikiti, sio? Ni majengo yanayozunguka msikiti. Kwa hivyo elimu hizi zinatuhusu sana, zinamhusu shekhe na asiyekuwa shekhe, zinamsaidia yoyote yule, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka ili zitujengee dunia yetu na iwe ni wasila wa kufikia akhira. Mwenyezi Mungu anasema, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Anatufundisha kwamba sisi katika kila tunachokiona, kila tunachokisikia, kila tunachokiingiza katika moyo tutaulizwa. Hazipasi aya za Mwenyezi Mungu, alama na ishara zake zitupite bila kutafakuri na kupata elimu. Yani usiwe kama mnyama kwamba unavipita vitu ambavyo vinakutambulisha Mungu kupitia sayansi, usione, utaulizwa. Ndio maana inna sama, hakika masikio, wal basara, na macho, na moyo, kullu ulaika kana anhu mas'ula, vitaulizwa. Lakini mwanzo la taqfu ma laysa laka bihi, kwa sababu kadhia ni kadhia ilmia, na hivi natakiwa vihusishwe na elimu, la sivyo utaulizwa siku ya Kiyama. Nataka kumaliza mazungumzo haya kwa nukta mbili. Ya mwisho, sikilizeni Mungu aliposema iqra katika zile aya 5 za mwanzo kushuka, iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min alaq. Naelewaje hii aya? Mungu anasema soma kwa jina la
Mola wako mlezi aliyeumba. Soma, lakini akahusisha kusoma na yeye mlezi aliyeumba. Sasa kuumba kumeingiaje na kusoma? Tuko pamoja? Hakukomea tu kusema ambaye ameumba. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min alaq. Akaonesha namna gani kaumba kwa lugha ya kisasa, yani akaelezea biolojia. Manake min alaq, kaumbwa kwa tone la damu. Ni katika marhala na hatua za kuumbwa mwanadamu. Kama vile Mwenyezi Mungu anakuambia soma, lakini katika kusoma kwako usome vile vile umeumbwaje wewe mpaka umekuwa hapa. Na ukisoma kwamba wewe umetoka wapi mpaka umefikia hapa, kwanza utamjua Mungu zaidi, lakini pili utajijua. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kwamba ujijue ukoje wewe. Na kutaka kujijua wewe lazima usome biolojia kwa lugha sasa hivi, sio? Ujue wewe umeumbwaje, viungo vyako vinafanyaje. Kwa hivyo hii aya yenyewe inakanusha kwamba kuna elimu dunia na elimu akhera, na akhera ndio ya kwetu, ya dunia sio ya kwetu, kwa sababu imehusisha suala la kibiolojia. Khalaqal insana min alaq. Tuko pamoja bwana? Lakini la mwisho, kwa nini ifikie mahala watu watenganishe baina ya elimu inaitwa elimu ya dunia na elimu ya akhera? Hivi hili halina historia yake? Limeanzia wapi? Ndipo tutakapokuja kuona, na sasa tunadokeza dhana ya kitu kinachoitwa secularism. Sikule mashuleni nasema elimu ya kisekula Nadhani hili neno limetoka wapi hili? Secularism. Hata nchi zetu inaitwa secular state. Yani ni taifa la kisekula. Neno sekula Kiarabu chake wamesema imma ni almaniya bifathi al-ain au ilmaniya bikasri al-ain. Almaniya tuache kwa sababu inatokana na alam, ulimwengu. Ilmaniya inatuhusu hapa kutokana na ilmu. Kwa hivyo asli yake ni kutenganisha ilmu baina ya ilmu zinazonasibishwa na Mungu na zile ambazo haziunganishwi na Mungu. Maana ukifika shuleni kule huambiwi unapewa asbab, lakini huambiwi aliyesababisha, sio? Yani wewe ukienda shuleni unafundishwa kwamba binadamu wa kwanza ameumbwa na Mungu, fundisho hilo. Kwa hivyo ile ndio ilmania yenyewe, kwamba maarifa, sayansi ina nafasi peke yake, inajitegemea. Haya ni mambo yaloanza Ulaya, kutenganisha baina ya elimu na Mungu, kwamba elimu ni kitu kando na Mungu, na si kando tu, bali tunatakiwa tuamini elimu, tuamini sayansi. Sayansi ndio inaweza kusema kweli, kwa sababu sayansi inatumia vigezo na ushahidi wa kitaalamu. Tuko pamoja jamaa? Kwa hiyo ukisema jambo utoe ushahidi wa kisayansi. Ndio tukasema siku moja Sayyid Qutb katika kitabu chake, tutaanzia hapa kwa darasa ijayo, Shubuhati haula al-Islam, anasema walipotaka kumpinga Mungu na kuthibitisha kwamba sayansi ndio inatakiwa yaaminiwe, wamejisahau kwamba wamemkataa Mungu mmoja, wakaenda kwa Mungu mwingine anaitwa sayansi. Wakaisingizia sayansi vitu vyote. Na haya tutakuja kuyajadili kwa wakati wake. Tukomee hapa. Nas'alullah al-auna wa tawfiq lima yuhibbu wa yardah, innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in walhamdulillahi rabbil alamin.